Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, karibu tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 1 Juni. Ujumbe unaosema tafuta nafasi ya kimbilio katika moyo mtakatifu, sehemu ya utulivu ndani ya tanuru ya upendo mtakatifu. Mwishowe zaidi na mwali wa upendo kwa Mungu. Tafuta nafasi ya kimbilio lako katika moyo mtakatifu, sehemu ya utulivu ndani ya tanuru ya upendo mtakatifu. Mwishowe zaidi na mwali wa upendo kwa Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, leo ujumbe wa Mtakatifu Gaspari unatualika kutafakari juu ya moyo mtakatifu ambao ni sehemu tulivu. Katika ujumbe huu, Mtakatifu Gaspari anatualika siku ya leo kuwa na kimbilio kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Ambamo ni katika moyo huo utulivu ndani ya mioyo yetu hupatikana. Moyo mtakatifu wa Yesu ni sura ya mapendo ya Mungu aliyotuonyesha kupitia mwanae. Katika moyo wake mtakatifu ndipo moto wenye kuwaka mapendo kwa wanadamu unapatikana, kwa kutamani watu wote wamrudie yeye kwa hali zao zote walizonazo. Pia ni katika moyo wake ndipo sadaka ya upendo kwa watu wote iliyotolewa ili kutuweka huru katika utumwa wa dhambi. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, Mtakatifu Gaspari anatualika pia tutambue kiu iliyopo moyoni mwa Bwana wetu Yesu Kristo, akitaka tupate uzima wa milele. Yesu akiwa mwenyewe anatamani kuona watu wanaokimbilia moyo wake wenye huruma na kutoa amani mioyoni mwetu, kama alivyomwambia Mtakatifu Margareta Maria Alacoque kwamba naona kiu katika kuheshimiwa na watu katika sakramenti kuu ya altare, lakini shida ni kuwa hakuna mtu yeyote anayefanya bidii kwa kadri ninavyotamani ili atulize kiu hiyo na kurudisha kitu. Bwana wetu Yesu Kristo kupitia Mtakatifu Margareta Maria Alacoque anatualika kuwa na heshima katika umbo halisi la moyo wake mtakatifu, tukitambua kuwa ni moyo wa mwana wa Mungu. Mtakatifu Gaspari naye katika ujumbe huu anatualika kwanza kujiweka karibu na moyo mtakatifu wa Yesu kwa toba na kupokea Ekaristi takatifu, ambapo ndipo tunatangaza utawala ndani mwetu na ndani na duniani kote. Bwana wetu Yesu Kristo akiwa anampenda Baba, anatamani pia nasi tumpende kama anavyompenda yeye, kama Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 9 inavyosema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mtakatifu Gaspari katika ujumbe wake anatukumbusha kuwasha mioyo yetu kwa upendo zaidi, tukielekeza kwa Yesu. Katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ya 40, Yesu anawaambia wanafunzi wake akisema, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndio ajapo Mwana wa Adamu. Yesu amekuja kuwasha moto wa mapendo ili mioyo yetu iliyo baridi ipashwe na joto la mapendo na kuondoa ubaridi, maovu, chuki, moyo wa kutosamehe, moyo wa kutotubu, moyo wa kutopokea neno la Mungu na kumpenda zaidi, hasa katika sakramenti zake. Bwana Yesu akimonyesha moyo wake mtakatifu alimwambia Mtakatifu Margareta Maria Alacoque, watu wa mataifa wanamulikwa kwa nuru ya mwanga huu na joto lake watapashwa moto. Hivyo basi, kupitia ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, tukimbilie yeye Yesu mwenye kujazwa na upendo
kwa kujipatanisha naye, hasa kuacha dhambi, kila aina ya uovu na kumpenda Mungu kama Kristo anavyotualika leo. Itukuzwe damu ya Kristo. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Fratelli Adessus Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.